huyu atatengeneza katiba, mwingine mpinzani atakuja na kauli ambazo anaongea kwenye viriri mbele za watu. Hilo swala lina utata. Huo ndio ubeberu. Afrika haikupewa uhuru halisi, imepewa uhuru wa bendera, lakini ile mifumo na mirija ya unyonyaji, kwa hiyo tutabaki pale pale. Karibu sana, na leo tunakwenda kuzungumzia kwa nini nchi za Magharibi na Marekani huingilia masuala ya ndani ya nchi za Afrika, na tutazungumzia sababu zinazotajwa kuchochea ushiriki na ushirikishwaji wa mataifa Magharibi katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii ndani ya bara la Afrika, pamoja na kuangalia athari zake na uhuru wa maamuzi, mahusiano ya kimataifa na maslahi ya nchi za Afrika. Mimi naitwa Amur Khamis, na hapa nimemwalika mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro, Dr. Abubakar Rajab. Dr., karibu sana. Asante, shukrani. Dr., tulianza hili kwa kuangazia ni sababu zipi huchochea ushiriki na ushirikishwaji wa mataifa Magharibi katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii barani Afrika. Labda nianze kwa kusema kwamba Afrika ilikuwa kwenye ukoloni muda mrefu, na ukoloni tunaweza kusema ni daraja ya juu kabla ya kufika ubeberu. Kwa hiyo ubeberu umefuata baada ya ukoloni. Kwa hiyo wakoloni walipoondoka hawakuwa na nia hasa kwamba kuachia nchi za Afrika kwamba ziwe huru. Waliondoka kwa sababu ya shinikizo. Sasa ilikuwa lazima waje na mfumo mpya, lakini kuendeleza ule utawala wao ambao, na utawala wao una viashiria au drives kwamba waendelee kuchukua rasilimali pamoja na mali hafi kutoka Afrika, kwa sababu uchumi uliojengeka kutokana na ukoloni ni kwamba siku zote Afrika ndiyo iwe shamba la bibi, kwamba shamba la kuchukua rasilimali au mali hafi kwenda kulisha viwanda pamoja na maendeleo ya teknolojia ambayo yalifikiwa na nchi hizo za Magharibi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Afrika haikupewa uhuru halisi, imepewa uhuru wa bendera, lakini ile mifumo na mirija ya unyonyaji ilikuwa imebaki na inaendelea kubaki mpaka leo. Na baada ya nchi za Afrika kupata uhuru wa kisiasa, kwa nini bado Marekani na mataifa Magharibi yanaonekana kuwa na ushawishi mkubwa katika maamuzi ya kisiasa na kiuchumi ya nchi za Afrika? Je, huu ni mwendelezo wa huo unaosema ukoloni wa sura mpya? Unaweza kusema ukoloni mambo leo, lakini neno sahihi kabisa ni ubeberu, imperialism. Na imperialism katika kila eneo, kwenye mifumo ya habari, kwenye mifumo ya viwanda, mifumo ya biashara, huduma za fedha na mambo mengi mengine kabisa. Na Afrika imewekwa ibaki kuwa hivyo, na ndiyo solution yao, kwa sababu ili kukimbia kuanguka kwa kiuchumi lazima Afrika iwe chini, nchi za Ulaya ziwe juu, na lazima Afrika ilale. Watu wa Afrika sijui nini wanafanya, wasiwe na uwezo wa kufanya kitu chochote, ndio mataifa Magharibi yataweza kupata ile miradi yao pamoja na mafanikio yao. Na Afrika imekuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali kwa karne nyingi, lakini bado mataifa ya nje yanaendelea kunufaika zaidi na madini, mafuta na gesi na maslahi rasilimali zake. Je, mfumo huu na unyonyaji wa rasilimali za Afrika si ushindani kwamba ukoloni umebadilika sura na kuwa ukoloni mambo leo? Sahihi kabisa. Huo ndio ubeberu. Ubeberu ulianza kujitokeza mara tu lipo elezwa kuweka Afrika ni nchi huru. Si sahihi. Afrika haikuwa huru. Kwa hiyo ni kubadilisha tu koti, kutoka koti la ukoloni kuja na koti la ubeberu. Kitu ndo kile kile. Kilichofanyika, wameondoa maskani yao hapa, lakini maskani yao yako kule. Kwa hiyo ina maana tunaendelea katika waweza kusema mfumo wa kimaisha kwa maana ya kisiasa, kijamii na kiuchumi katika mtazamo wa kibeberu. Hicho kitu bado kinaendelea. Na sababu kubwa ya Afrika kubaki hivyo ni kwa sababu ya utajiri huo ule utaja. Hiyo ulitaja madini na vitu vingine ambavyo vya kisasa zaidi, ule rare earths, mchanga adimu, sawa, ambayo ndani yake inapatikana hiyo lithium, sawa. Maaleshi hizo petroli na gesi ni vitu vya kawaida, lakini sasa hivi utawala wa sasa hivi ni hiyo lithium.
kwa sababu lithium ndio inayotumika katika teknolojia mpya ya magari, simu, mawasiliano pamoja na teknolojia nyingine zote ambazo zijua ambazo zinatumia mfumo wa dijitali. Na tumesema kwamba dunia hii itatawaliwa na yule ambaye mtu mwenye uwezo wa kumiliki mifumo ya habari, teknolojia ya habari, teknolojia ya dijitali. Huyo ndo atatawala dunia. Kwa hiyo Afrika inazo za rasilimali lakini haina teknolojia, haina utaalamu wa kutengeneza vitu aina hiyo. Kwa hiyo tutabaki pale pale. Na katika dunia inayobadilika kuelekea mfumo wa multipolar world, je, kuimarika ushirikiano wa Afrika na nchi kama Russia, China na nchi nyingine za Global South unaweza kuipa Afrika nafasi kubwa zaidi ya kujitegemea na kufanya maamuzi bila shinikizo la Magharibi? Hilo swala lina utata. Kujitegemea kwa Afrika kunategemea mwamko wa Afrika wenyewe. Haina maana kwamba tukitoka tukaenda kwenye huo umoja mpya wa nchi za BRICS kwamba Afrika itakuwa huru. Inaweza tukabaki vile vile, kwa sababu ilikuwa bado akili zetu ni tegemezi, haina mifumo ya ndani ya miundombinu ya kujimarisha wenyewe kuweza kutoka kunako ule ujinga kuingia kwenye maisha ya maarifa ambayo tutakuwa weza kuwa na teknolojia yetu. Bado tunaweza tukabaki vile vile, lakini kwenye BRICS kuna fursa kubwa sana Afrika kuondokana na huu mfumo kama kandamizi za ubeberu, hasa katika maeneo ya huduma za fedha, SWIFT, mikopo, sawa, pamoja na uingizaji wa teknolojia ya kigeni ambayo haina asili ya Afrika, kwamba hizi ikiwa zitakuwa zinaendelea hata tukaenda huko BRICS bado tutabadilisha, yani kunaacha shetani mmoja tunaenda shetani mwingine, kwamba Afrika kwanza ianze wenyewe kuondokana na wa change mindset zao, waondokane na ule akili tegemezi, sawa, wajue hata kama watashirikiana na Mchina na Mrusi na Muindia, lakini bado ndani ya nchi zao kuwe na uwezo wa kuweza kuwa na maarifa yao, mifumo yao, mitazamo yao ya kisiasa. Kwa hiyo wanaweza kuondoka kwa mfumo wa huduma ya fedha wa SWIFT wakaingia mwingine huu utakaounda kati ya China, Marekani na India. Tutapata mikopo ambayo ina gharama nafuu, sawa, lakini bado tunaweza kuwa tegemezi kwamba bado teknolojia inatoka kwao, sawa. Kwa hiyo Afrika inachotakiwa ni kuchange mindset zao, kuachana na zile imani kwamba wazungu ni bora zaidi, wazungu wana maarifa zaidi. Hizo akili zipo, hata ukizungumza na watu wa kawaida mtaani unaona kwamba Ulaya ndio kila kitu, Marekani ndio kila kitu. Si hiyo mindset ndio inafanya watawaliwe. Alafu kitu kingine, kuendelea kubaki kwenye ile mitazamo yao, naweza kusema ya kijinga vile vile, kugombanishwa kidini au kugombanishwa kikabila, ambayo ndio tekniki inayotumia ubeberu. Ubeberu wanapita humo ili kuendelea kuikandamiza Afrika. Wasijue wanafanya nini, washughulikie dini, washughulikie makabila zaidi kusikia teknolojia. Kwa hiyo ina maana sera zao, katiba zao, mifumo yao ya maisha ielekee umoja wa kitaifa, na dini zao ziwe zinakubaliana, zisiwe zinapingana. Na bahati mbaya zaidi kwamba Afrika ina madini zote tunazojua zipo hapa, zote tunazojua zipo, na zote zinapingana. Makabila mengi, nchi moja na makabila mpaka 100-200, na yote hayana msimamo mmoja. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kuendelea kutawaliwa na watu. Sasa sera zinazotajwa na Marekani na Umoja wa Ulaya kuhusu demokrasia, haki za binadamu na utawala bora barani Afrika hutumika kwa usawa kweli, au wakati mwingine hutumiwa kama nyenzo za kushindikiza serikali za Afrika pale maslahi ya kimkakati ya kimagharibi yanapoguswa? Sahihi kabisa, huko sahihi. Hicho ulichoongea ni ndicho kabisa. Tunaweza kusema kama ndio njia techniques, ni techniques, sawa, kwamba zinatumiwa kwa lengo hilo, kwamba kuendelea kuigawa Afrika na watu wa Afrika, kwamba washughulikie zaidi haya masuala ya haki za binadamu, kwa maana kwamba haki za binadamu zinatoa fursa kwao kuingia zaidi kwenye masuala ya kiuchumi, kibiashara, na lengo lao kuu ni kujaribu kudhibiti hizi nchi, kudhibiti, kuendelea kuwafumba macho wasijue ile
eh, hila hila halisi kwamba wao wanachotaka sio maendeleo ya Afrika. Wao wanachotaka Waafrika wabaki chini ili wao waendelee kutengeneza mirija yao na kuendelea kunyonya. Kwa hiyo hizo haki za binadamu sijui tunazoongea na nini, kwao hizo kwao zenyewe hazipo, au sijui barua wenyewe kwao hazipo, lakini zinakuwa zina maana zaidi huku, kwa sababu huku usiharibike ile zile maslahi yao yazidi kuendelea kuwepo. Kwa hiyo ni njia moja kuendelea kuzichanganya hizi nchi pamoja na wanasiasa wake. Lengo ni kuikontrol siasa ya nchi za Afrika. Na Afrika inawezaje sasa kutumia utajiri wake wa rasilimali, nguvu kazi, soko na nafasi yake ya kimkakati kujenga uchumi unaojitegemea, kuimarisha umoja wa bara na ushirikiano wa mataifa mbalimbali bila kurudi katika utegemezi wa aina yoyote ile? Si rahisi kusema hivyo, kwa sababu Afrika bado imejiachia, iko nyuma sana. Mindset zao bado haziko kwenye kujikomboa, hasa ziko kwenye, nadhani ziko kwenye dini, ziko kwenye ukabila, ziko kwenye matumaini ya uongozi katika siasa, haziko kabisa kwenye yale malengo hasa kwamba tunataka kujikomboa, kwa sababu ndani mtakuta wanasiasa wanapingana mitazamo ya kisiasa za nje. Kwa mfano, wengine wanakuambia nchi za magharibi zitatusaidia zaidi, wengine wanakuja na vyama na sera nchi za mashariki hawana ile manake umoja, kitu gani kitawaokoa? Kwa hiyo hata mawazo kama haya yanaathiri hata ile mifumo yao ya sera zao, pamoja na malengo yao, pamoja na hata ile nature ya katiba zao, kwa sababu hawana mwelekeo mmoja. Huyu atatengeneza katiba chama tawala ambacho kitakuwa na mtazamo mmoja, labda pengine kutokufangamana na upande wote. Mwingine mpinzani atakuja na kauli ambazo anaongea kwenye viriri mbele za watu, umma wa watu, kwamba nchi hizi zina dhulumu, zinabagua, kwa hiyo hii katiba sio sahihi. Ushaelewa? Hakuna ule umoja, wao wenyewe na hiyo katiba yao hawaelewani. Dkt. Abu, kama uhuru wa kweli wa Afrika unamaanisha Waafrika kuwa na uwezo wa kuchagua marafiki wao, washiriki wao wa kiuchumi na mfumo wao wa maendeleo bila kulazimishwa na nguvu yoyote ya nje, ni hatua gani 3 za haraka ambazo Afrika inapaswa kuchukua ili kufikia uhuru wao? Hatua ya mwanzo ni ujasiri. Yaani hizo hatua zote zinazofuata lazima ziandamane na huo msimamo wa kiroho, ujasiri. Wawe na ujasiri, wanasiasa wawe na ujasiri kusimamia katiba, kutengeneza katiba ambazo zitaondoa mianya yote ya unyonyaji ndani ya katiba zao, ndani ya sera zao, kwa sababu ukiangalia swala la ardhi, swala la madini bado linaathiriwa sana na nguvu ya mataifa ya nje. Hiyo moja. Kwa hiyo katiba zao zinaruhusu mifumo ya kibiashara ambayo inatoa upenyo wa wanyonyaji kuingia kutoka nje. Kwa hiyo nayo lazima wawe na ujasiri wa kutengeneza katiba na mifumo ya kiuchumi na kibiashara ambayo itapunguza kwa kiasi kikubwa sana unyonyaji. Kwa hiyo swala la ujasiri ni swala muhimu sana. Kitu chochote ambacho kitagusa hatua hizo za kutaka kujikomboa, kwa hiyo wawe na ujasiri, kwa sababu ishara zimeonyesha viongozi wengi wa Afrika wanatumika. Vile vile imeonyesha siri kwamba dini zinatumika, na vile vile inaonyesha kwamba wanasiasa inaathiriwa katika hiyo mazungumzo ambayo ya haki za binadamu, sijui demokrasia, unafahamu. Kwa hiyo wajue demokrasia wanaoitaka ndani ya nchi yao ina maana gani, ina msimamo gani, na itawapeleka wapi. Kwa hiyo wawe na ujasiri kutengeneza demokrasia, sio waandikiwe kutoka nje na wataalamu nje, na isitokane na vitabu au uzoefu wa mataifa ya nje. Alafu vile vile mambo ya kidini, kuwe na misimamo, sio isiwe na element ya dini moja inakuwa juu zaidi ya dini nyingine. Na jambo la 3 ni siasa zao za nje. Siasa zao za nje zinalenga kwenye nini? Zinalenga kwenye kupata misaada, kutatua matatizo ndani, au kutafuta misaada kwa maana ya kwamba utegemezi, kwamba tuna shida hii na hii, mtusaidie, au kupata misaada ya transfer ya technology, kwamba hakikisha Afrika teknolojia kubwa zinaingia, sio teknolojia ndogo ndogo, kubwa, level ya nuclear,
level ya silicon nini technology, sawa, ambayo hizo ndio zinazotawala sisi. Kwa hiyo siasa zao za nje ziwe, hata kama itakuwa zinataka misaada, basi hiyo misaada iwe na manufaa, kwa maana sio waletewe vitabu, waletewe madaftari ya kuandikia au gari za ofisini ije teknolojia ya kutengeneza hizo gari za ofisini. Tutafika pahali tutakuwa kidogo kidogo. Wao hawakuwa kutoka kwenye hewa, wameanza kama hivi ambao sisi hapa tulipo. Kwa hiyo hizo ndo njia ambazo zitumike sasa, itolewe elimu katika hali zote, katika level ya shule za msingi, vyuo vya amali pamoja na vyuo vikuu, ielekeze huko. Na ujasiri lazima uwepo, ujasiri uwepo kwenye watu wa dini, iwepo, kwa sababu hizi dini zote tumeletewa, sio zetu, sio za asilia. Kwa hiyo tuwe na ujasiri wa kusema mizamu wa dini yetu ni ipi, malengo yetu ni ipi. Tuwe kwenye mambo ya teknolojia, tujue teknolojia gani inatakiwa Tanzania, sio ambayo wao wanataka tuletea, basi itakuwa ni sababu njia ya kutunyonya tena. Vile vile demokrasia gani tunataka. Kwa hiyo ujasiri lazima uwepo, kwamba hivi vitu vyote viwe na asili ya Afrika, isiyo tunaletewa. Na siasa ya nje iwe na mitazamo, sio ya kuendeleza tegemezi, yani hisia tegemezi. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu ambavyo vinatakiwa viingizwe kwenye katiba, vikae kwenye sera na vikae kwenye mafunzo ya kila siku ya wanafunzi ambao tunawalea waje kushika taifa hili hapo kesho. Nami nikushukuru sana Dr. Abubakar Rajab, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro MUM, juu ya kuzungumzia kwa nini nchi za Magharibi na Marekani huingilia masuala ya ndani ya nchi za Afrika, na tumechambua hapo kwa kiasi sababu zinazotajwa kuchochea ushawishi na ushiriki wa mataifa ya Magharibi katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii barani Afrika, pamoja na kuangalia athari zake kwa uhuru wa maamuzi, mahusiano ya kimataifa na maslahi ya nchi za Afrika. Mimi naitwa Amur Khamis, mpaka wakati mwingine tukikutana tena.